Naam, karibu tena. Mange Kimambi na John Heche sasa waingia katika tuhuma zingine mpya na hatari na serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu, na huenda wakawa na maswali ya kujibu mbele ya jeshi la polisi. Raia mmoja wa Tanzania aliyekuwa akajificha nchini Kenya, Nairobi, akamatwa na jeshi la polisi na mkuu wa mkoa wa Tabora kwa kupatikana akiwasiliana na Mange Kimambi akipanga machafuko na maandamano nchini Tanzania. Vilevile mawasiliano yake na John Heche pia yadaiwa kuonekana. Lakini je, ni kweli hili au kuna kitu nyuma ya pazia? Jiunge nami hadi tamati tuchambue taarifa hizi, tujue ukweli wote kwa undani zaidi. Lakini kabla tufanye hivyo, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanisikiliza na kunitazama ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Dhoruba ya kushangaza ya kisiasa sasa inazidi kutanda nchini Tanzania leo baada ya kuibuka madai ya mlipuko kuwa raia wa Tanzania ambaye aliripotiwa kujificha Nairobi, Kenya, alikamatwa na kudaiwa kukutwa akiwasiliana na mwanaharakati maarufu wa Tanzania Mange Kimambi na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche wakati wakijadili mipango inayohusiana na uwezekano wa machafuko au maandamano na machafuko ya kisiasa ndani ya Tanzania. Na sasa watu wengi wanauliza swali moja la hatari. Je, huu unaweza ukawa mwanzo wa msako mkubwa zaidi unaohusisha sauti za upinzani, wanaharakati nje ya nchi na hata vuguvugu la kisiasa mtandaoni? Yazime sikio lako hadi mwisho, maana maelezo yanayotoka yanazidi kuwa mazito kila saa, na baadhi ya wachambuzi Tanzania sasa wanaamini kuwa kisa hiki kinaweza kubadilisha kabisa mazungumzo ya kisiasa nchini Tanzania kuanzia leo. Mtazamaji, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, mamlaka zilimkamata raia wa Tanzania anayedaiwa kukaa Nairobi baada ya kukimbia Tanzania kwa kile alichoeleza kuwa ni matatizo binafsi na kisiasa. Lakini kilichowashangaza watu wengi sasa ni madai kuwa wakati wa uchunguzi mamlaka inadaiwa kugundua mawasiliano yake kati ya mtu huyo aliyokamatwa na mwanaharakati matata Mange Kimambi pamoja na jumbe zinazomhusisha kigogo wa Chadema John Heche. Na mara baada ya madai haya kuibuka, mitandao ya kijamii imelipuka, kwa sababu hii si kuhusu mtu mmoja tu kukamatwa. Huu sasa unakuwa mjadala wa kisiasa wa kitaifa kuhusu maandamano, siasa za upinzani, wanaharakati Tanzania, masuala ya usalama na iwapo serikali inajiandaa kwa operesheni pana zaidi dhidi ya watu wanaoshukiwa kuhamasisha maandamano na machafuko ya kisiasa Tanzania. Na mtazamaji, jambo moja linalofanya hadithi hii kuwa ya kushangaza zaidi ni kwamba mshukiwa huyo aliripotiwa kuwasiliana kutoka Kenya, huku mjadala kuhusu maandamano na kutoridhika kisiasa ikiwa ndani ya Tanzania na ikizidi kupamba moto mtandaoni. Hilo pekee sasa limeibua mvutano mkubwa wa kisiasa, kwa sababu wakosoaji wa serikali wanauliza, je, hii kweli ilikuwa operesheni ya usalama inayolinda utulivu wa kitaifa, au je, huu ni mfano mwingine wa mamlaka zinazofuatilia kwa ukali upinzani wa kisiasa na wanaharakati unaohusishwa na upinzani? Hata hivyo, kwa sababu mtazamaji, Mange Kimambi kwa miaka mingi amebakia kuwa miongoni mwa sauti kubwa za wanaharakati wa Kitanzania nje ya nchi, akikosoa mara kwa mara serikali mtandaoni na kuhamasisha mazungumzo kuhusu utawala, demokrasia na shinikizo la kisiasa. Kwa hivyo, wakati jina lake lilipoonekana kuhusiana na madai ya mawasiliano ya kupanga maandamano, watu wengi walijua mara moja hadithi hii itakuwa kubwa na huenda ikawa ya kweli. Lakini hapa ndipo mambo yanakuwa magumu zaidi. Kulingana na habari iliyosambazwa hadharani, mtu aliyekamatwa anadaiwa aliambia mamlaka ya jeshi la Tanzania kwamba alikuwa tayari kushiriki katika maandamano ya kupinga hali ya kisiasa nchini Tanzania. Taarifa pia zilidai alifika kwa Mange Kimambi kupitia mtandao wa kijamii akizungumzia harakati na uratibu wa maandamano, akizungumza moja kwa moja na Mange Kimambi wakipanga machafuko. Hata hivyo, ilieleza kuwa Mange alidaiwa kujibu akisema hakuwa na fedha wakati huo kusaidia shughuli hizo za maandamano. Na hii ni muhimu kwa sababu sasa watu wanajadili iwapo mazungumzo hayo yenyewe ni ya kihalifu, ya kisiasa au ni maneno ya kukatisha tamaa tu kutoka kwa wananchi wanaojadili siasa. Na mabishano hayakuishia hapo, kwa sababu mamlaka pia ilidai mtu huyo alijaribu kuwasiliana na John Heche mara kadhaa akionyesha nia kushiriki maandamano akimtumia jumbe mtandaoni, lakini inasemekana hakupata majibu yoyote kutoka kwa kiongozi huyo wa Chadema John Heche. Hii ikimaanisha kwamba John Heche hakuzungumza na mtu huyo, lakini mtu huyo alizungumza naye. Maelezo hayo sasa yamekuwa msingi wa hoja nzima ya kisiasa. Wafuasi wa Chadema sasa wanauliza ikiwa Heche
Heche hakuwahi kujibu jumbe hizo, basi ushahidi wa coordination uko wapi hasa? Lakini wafuasi wa serikali wanajibu kwa kusema kuwepo kwa mawasiliano kama hayo tayari kunahusu vya kutosha. Na mtazamaji, hii ndio sababu haswa hadithi au simulizi hii inasisimua kote Tanzania usiku wa leo, kwa sababu mara siasa, maandamano na vyombo vya usalama vinapoingia kwenye mazungumzo sawa, hofu na mashaka huongezeka mara moja. Na kana kwamba hivyo haitoshi, sauti nyingine ya kisiasa iliingia kwenye mazungumzo na kufanya hali hiyo kuwa kali zaidi. Aliyekuwa kiongozi wa Chadema Godbless Lema alichapisha mtandaoni ujumbe mzito wa hisia na kuchapisha video hiyo ikionyesha mtuhumiwa huyo amekamatwa na mbele ya mkuu wa mkoa wa Tabora na jeshi la polisi, na akaandika mafumbo ambayo watu wengi sasa wanauchambua kwa makini mtandaoni. Katika ujumbe wake, Godbless Lema alisema na wasiwasi. Alimtaja mshtakiwa huyo kuwa anaonekana kuwa na akili sana, kimkakati na mkali, lakini akahoji ni kwa nini mtu wa aina hiyo ghafla alionekana kwenye hisia na kuomba msamaha mbele ya mamlaka, na alionekana mtu jasiri na aliyekuwa tayari kuandamana. Na kisha Lema aliuliza maswali kadhaa ya kutisha. Ilikuwa ni hofu ya kawaida ambayo anaonyesha, ama ilikuwa shinikizo kutoka kwa utawala, au ilikuwa ni silika ya kuishi, ama ilikuwa njama ya kusurvive, au kulikuwa na simulizi kubwa zaidi lililoundwa nyuma ya pazia? Mtazamaji, maswali hayo pekee kutoka kwa Lema yalibadilisha kabisa sauti ya mazungumzo. Watanzania wengi walitafsiri ujumbe huo wa Lema kama kufichua ya kwamba kuna jambo nyuma ya pazia kuhusiana na madai ya kwamba mtu huyo amekamatwa akiwasiliana kuhusu machafuko na maandamano na Mange Kimambi pamoja na John Heche, anachomaanisha huenda kuna ukweli ambao umejificha. Lakini tukiachana na hilo, wakati huo huo wakosoaji wa serikali wanaonya kuwa kuwahusisha wanaharakati kama Mange Kimambi na wahusika wa upinzani kama Heche na madai ya machafuko bila ushahidi wa wazi kunaweza kuleta hofu miongoni mwa raia wa kawaida na wafuasi wao ambao wanataka tu kutoa maoni ya kisiasa. Na mtazamaji, jambo moja lazima utambue ni kwamba hakuna mtu anayekataa kuchanganyikiwa kwa kisiasa nchini Tanzania kwa sasa. Kutoelewana ni kuhusu jinsi wananchi wanavyoruhusiwa kueleza masikitiko hayo. Je, maandamano yaruhusiwe? Je, uhamasishaji mtandaoni unapaswa kuchukuliwa kama tishio la usalama? Je, wanaharakati nje ya nchi wanapaswa kufuatiliwa kwa hotuba za kisiasa? Hayo sasa ndiyo maswali ya kweli, na hii ndiyo sababu kesi sasa imehamia zaidi ya mtu mmoja aliyekamatwa. Imekuwa ishara ya mapambano makubwa ya kisiasa yanayotokea Tanzania, mapambano kati ya mamlaka ya serikali na harakati za kisiasa, kati ya masuala ya usalama na uhuru wa kidemokrasia nchini, kati ya hofu na upinzani. Na usiku wa leo watu wengi pia wanauliza swali lingine hatari kimya kimya. Je, kukamatwa huku kunaweza kufungua milango kwa uchunguzi zaidi unaohusisha wanaharakati nje ya nchi? Kwa sababu ikiwa mamlaka inaamini uratibu wa nje wa maandamano upo, basi shinikizo la kisiasa kwenye mitandao ya wanaharakati wa mtandaoni linaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Uwezekano huo pekee sasa unawafanya wanaharakati wengi kuwa na wasiwasi mkubwa, hasa kwa sababu serikali za Afrika Mashariki zimezidi kuonyesha wasiwasi kuhusu nguvu za vuguvugu la mitandao ya kijamii, hasa Gen Z katika kuunda hasira za umma na kuandaa maandamano. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti au habari hizi. Naomba unijuze maoni yako upande wa comment na uniandikie mtazamo wako kuhusiana na swala hili. Vilevile like video hii, subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa zetu zaidi.